Katika utengenezaji wa mizinga ya kisasa ya nyuki, kuna jambo la muhimu sana ambalo lazima pia uweze kulifahamu. Nalo sio kitu kingine isipokuwa ni swala zima la utengenezaji wa chaga. Hivyo basi kwa leo tutaangazia umuhimu na faida katika utengenezaji wa chaga ili kusudi tuweze kupata mzinga wa kisasa uliokamilika na ambao utaweza kutusaidia katika sehemu hatua moja au hatua nyingine kuhusiana na swala zima la ufugaji wa nyuki. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, ufugaji wa nyuki ni swala ambalo ni swala kuongeza kipato na swala ambalo linamsaidia mtu moja moja katika kujikwamua kiuchumi. Hivyo basi katika ufugaji wa nyuki inabidi uweze kutengeneza mabanda ya kisasa ambao mabanda hayo yatakusaidia wewe kuweza kuvuna nyuki na kuweza kupata asali iliyokuwa ni bora na sahihi zaidi. Hivyo katika utengenezaji wa banda la nyuki kuna kitu kinaitwa chaga. Kama unavyomtazama mtaalamu wetu hapa ni fundi. Leo fundi yupo katika hatua ya kutengeneza chaga. Ina maana chaga hizo zitatusaidia sisi katika kukaliwa na masega. Ina maana yale masega ndio watakuja kukaa kwenye hizo chaga. Na wakati wa uvunaji pia itakuwa ni vyepesi sana kwenye kuvuna, kwani itakuwa inachukuliwa chaga moja moja na kutolewa chaga. Baada ya kutolewa chaga na kupata yale masega, na masega yale ndio yanakuwa yana asali. Hivyo inategemeana pia na wewe umeweza kutengeneza mzinga ambao utabeba chaga ngapi. Mfano kwa kila chaga moja tunasema kwamba itakuwa imebeba sega moja. Kwa hiyo kama wewe mzinga wako utakuwa ni mkubwa kama unavyotazama katika mizinga yetu ambayo sisi tumetengeneza hapo, ina maana hii mizinga ni mikubwa na kila mzinga mmoja takriban unabeba chaga 20 hadi 25. Kwa hiyo hizo ndio hatua kutengeneza chaga. Kwa hiyo chaga 20 hadi 25 tunaamini kwamba kwa kila mzinga tutakuwa tunabeba masega 20 hadi 25. Kwa hiyo kwa utaalamu na uzoefu inaonyesha kwamba kwa kila mzinga mmoja tutakuwa tuna takribani tunaweza tukapata ndoo ya lita 40, ina maana ndoo mbili za asali. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana katika na ni hatua ya muhimu ambayo itakusaidia wewe ndugu mfugaji wa nyuki au mkulima wa nyuki, ili kusudi uweze kutimiza malengo yako ya kuweza kujikwamua na ufuge nyuki kwa tija. Na maana ufuge nyuki ambazo utakuja kupata faida kubwa. Na utakapofanya hivyo ina maana kuna umuhimu sana wa kutengeneza chaga, na hizi chaga pia kuna miti yake maalum ambayo inabidi uweze kutumia. Jitahidi sana katika mbao za chaga zisiwe mbao za kunukia au zile mbao ambazo zitakuwa zimekera nyuki, ili nyuki wasiende kutengeneza pale kuweka pale hiyo au masega. Kwa hiyo jitahidi sana mbao yako ya kutengeneza chaga uzingatie mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, mbao yako ya chaga inabidi iweze kuwa imekauka, na itakapokuwa imekauka, na jambo la pili, mbao yako ya chaga jitahidi sana isiwe na harufu, maana kuna miti aina mbalimbali ambayo ile miti ukija kuchana mbao inakuwa ina harufu. Kwa hiyo jitahidi sana 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 ili kusudi miti ile utakayotengenezea chaga, ubao ule utakayotengenezea chaga usiwe ubao ambao unakuwa una harufu. Harufu ile ya kuweza kukera nyuki na harufu ile ambayo inaweza kufukuza nyuki. Kwa hiyo ukiweka chaga ambayo mti wake unafukuza nyuki au una harufu ya kufukuza nyuki, kiukweli utakuwa mtu ambaye umefeli na utatengeneza mizinga ila nyuki hawataweza kuja, kwa sababu umetumia mbao ambazo zinafukuza au zina harufu mbaya ambayo imepelekea nyuki wasiweze kuja. Kitu kingine cha muhimu sana katika utengenezaji wa chaga ni kuzingatia chaga uweze kuzitengenezea reli. Ina maana tutaona hapo mbele kwamba chaga zetu zitakuwa zina reli. Ina maana ile reli ndo yale masega ambao watakuja kukaa pale na inakuwa yaning'inia. Kwa muda wa uvunaji pia tutakuonesha hiyo reli ina faida gani katika mavunaji ya asali. Na ndugu mtazamaji, kama unavyomuona fundi wetu yupo hatua ya mwishoni kwa ajili ya kuweza kupata kitu kilichokuwa bora na kitu ambacho kitatusaidia ili tuweze kufanikisha na kuweza kupata
asali ambayo iko bora. Kwa hiyo matengenezo ya chaga, inabidi chaga uweze kutengeneza kwa makini zaidi kama hivyo, na uweze kuweka reli ya kutembelea. Hizo ni reli ambazo utakuwa na uwezo wa chaga kukaa bila kuigongelea misumari. Kwa hiyo hiyo ni hatua muhimu sana na ambayo inaweza kutusaidia katika swala zima la uvunaji na swala zima la kuita na kushawishi nyuki waweze kukaa na kuweza kutengeneza asali. Hivyo mtaji wetu sisi mkubwa ni kuweza kushawishi nyuki, ili nyuki wasiweze kutengeneza mazingira porini, wasiweze kukaa katika mizinga ya asili au kukaa katika magogo na kukaa katika mibuyu, ila nyuki hao waweze kuhamia katika mizinga ambayo sisi tunatengeneza. Ndio maana unamuona hapo fundi akihangaika akijaribu kutengeneza vizuri na kutengeneza katika mazingira ya square, yani mazingira ya mlinganyo, ili kusudi nyuki hao waweze kushawishika vizuri, waweze kuingia katika mizinga na kuweza kupata faida ya asali. Pale nyuki watakapoweza kutengeneza asali, ina maana asali itachukuliwa na itauzwa kwa ajili ya kuweza kupata faida kubwa. Kwa hiyo kwa mwingine ambaye anaweza kuhitaji mizinga kama hiyo, mafundi wapo wataweza kuongoza, na jinsi ya kuweka ndo kama hivyo. Ndugu mtazamaji, kama unatazama katika skrini yako hiyo ndio jinsi ya kuweza kupanga chaga. Ina maana chaga zitapangwa moja moja katika kila mzinga. Kwa hiyo utapangwa katika design kama hiyo, na muda wa kuvuna pia itatolewa chaga moja moja, na chini ya chaga hizo kutakuwa kuna masega, ambapo masega hayo ndio yatakuwa na asali na tutaenda kukamua asali. Kwa jinsi ya kutoa ndo kama hivyo, tutatoa muda wa mavuno na tutatoa chaga moja moja. Kwa hizo ndio chaga, na takriban kila mzinga mmoja una chaga takriban 20 mpaka 25. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ni kitu cha muhimu sana kuweza kuzingatia unapokuwa unatengeneza mizinga ya asili, mizinga yenye faida na mizinga yenye tija. Usitengeneze tu mizinga ili mradi utengeneza mizinga, lakini inabidi uweze kutengeneza mizinga ambayo itakusaidia kutoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine kiuchumi, itakuvusha katika mstari wa uchumi ili uweze kufanikiwa. Kwani tunajua watu wote kwamba asali ni ya muhimu sana, na asali na soko, na asali ni tajio kubwa sana kwa watu wengi. Hivyo usipokuwa makini na utengenezaji mzuri wa mizinga, itakupelekea wewe kutokupata ile asali uliyokuwa unahitaji wewe, na hiyo itakupelekea moja kwa moja wewe kutokufanikisha, na utaanza kuhisi kwamba umekosea sehemu gani. Kumbe makosa ni kitu kidogo ambacho umekosea, ni kwa sababu chaga zako haujazipanga vizuri na haujatengeneza vizuri chaga katika mlinganyo mzuri wa reli. Reli yetu ya chaga ndio kama hiyo, ina maana chaga zitakaa hapo na tutazipanga hapo kwa mbanano. Kwa hiyo jitahidi sana utakapotengeneza mizinga yako ili iweze kulingana kama unavyoona hivi katika skrini yako hapo. Hiyo juu yote zote hizo ni chaga, ina maana mzinga huo tayari umeshakuwa tayari na chaga zake hizo 25. Kwa hiyo ina maana mzinga huo upo tayari kwa ajili ya kuweza kupeleka, lakini bado hatua nyingine ndogo ndogo mbalimbali ambazo tutakazozieleza hapo mbele, lakini kikubwa kabisa ni kuhusiana na swala zima la chaga. Ni kukumbushie tu mpenzi mtazamaji kwamba ukumbuke kuweza kusubscribe, kulike na comment, na pia naomba uandike neno nyuki kwenye comment ili kusudi niweze kukupa mafunzo ya moja kwa moja, na pia tuweze kutumia kitabu ambacho kinahusiana na hatua moja mpaka hatua ya mwisho, kuanzia uandaaji wa mizinga, jinsi ya kuweza kutega nyuki, jinsi ya kuweza kufuatilia nyuki kama wameingia au hawajaingia, na jinsi ya kuweza kuvuna nyuki, na pia kuhusiana na masoko. Kwani tunasema tunatengeneza, kama unatengeneza chaga hizi na utakuwa na mpango wa mradi wa nyuki, lakini haujui nani wa kumuuzia, pia inakuwa ni changamoto. Kwa kama unahitaji pia masoko, andika neno comment hapo masoko kwenye comment hiyo ya video hii. Na pia ndugu mtazamaji, utakapo comment neno nitumie, pia nitakutumia kitabu hicho ili uweze kujifunza. Na ukituma neno masoko, comment pale masoko, ina maana tutajua kwamba wewe unahitaji masoko. Tutakuunganisha na masoko mbalimbali ambayo yanahusiana na swala zima la ununuzi na uuzaji wa asali. Huu ni mradi mkubwa sana ambao unahusiana na ufugaji wa nyuki pamoja na utafutaji na uuzaji wa asali. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hiyo ndio mzinga wetu ambao tayari umeshakamilika kwa chaga. Kwa hiyo ina maana
chaga ziko vizuri, chaga zimeimarika hapo, na mafundi wakiendelea tena kutengeneza chaga mbalimbali na kwa ajili ya kuweza kutengeneza mazingira mazuri ya kushawishi zile nyuki, ili nyuki hao waweze kuingia hapo na waweze kutengeneza asali na waweze kujipatia kipato kilichokuwa kizuri na cha halali. Hivyo ndugu mtazamaji, tunashukuru kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine ambayo inakufundisha wewe kuhusiana na swala zima la ufugaji wa nyuki. Naomba uweze kusubscribe.